Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital? Jina langu ni Victoria Melkiadi. Niko hapa Mabibo wanapaita eneo wanalopimia mabondia uzito. Nimekutana hapa na Amri Kiemba na nataka kuzungumza naye mambo mengi ikiwemo moja ya kitu ambacho amekiandika leo kwenye gazeti la Mwanaspoti. Tatizo la waamuzi liko hapa. Yeye atatuambia liko wapi, lakini pia tutakwenda kuzungumzia dabi ya tarehe 15 Juni ya mwaka 2025. Yanga wanasema wachezi, Simba wanasema tukutane uwanjani. Mambo yatakuwaje? Amri, mambo? Poa. Za kwa? Namshukuru Mungu uzima upo. Leo niko mtaani. Karibu. Uwanja wetu wa kutoa vitambi hapa. Uwanja kwa tuje wengi hapa. Waje wengi wanataka kutoa vitambi kama mimi. Unaona mimi sasa hivi. Ulikuwa nacho? Sijakiruhusu. Sawa, mimi nikushukuru kaka. Tuambie, umeandika kwenye gazeti la Mwanaspoti tatizo la waamuzi liko hapa. Kwanza umeona nini kwa upande wa waamuzi licha kuwa wanapata malalamiko mengi? Kila mtu mwamuzi hakutenda haki, mechi mwamuzi alituonea, mwamuzi alipendelea na vitu kama hivyo. Tatizo naloliona mimi ni mfumo mzima wa mchezo wenyewe. Yaani tunawalalamikia waamuzi kwa sababu wao ndo watu wa mwisho wanatakiwa kugawa hiyo haki. Lakini mifumo yenyewe hairuhusu hiyo haki yenyewe kugaiwa. Kuanzia mwamuzi anaanza kuchezesha kwenye ngazi za chini, huko kwenye ngazi za wilaya, ngazi za mkoa, ni maeneo ambayo anatengenezwa kama mtu ambaye anapaswa kuiuza ile haki. Ukija huku chini ambako ndo wanaanza, mfano mzuri ni kwamba ukienda tu kwenye kikao kwa ajili ya mechi, iwe ni ligi ya wilaya, iwe ni ligi ya mkoa, ukishamaliza kile kikao cha mechi, kama kiongozi wa timu unachokutana nacho utaulizwa tukupe namba ya mwamuzi. Yani huku chini ndio ambayo inaenda. Sijajua uko juu kwa sababu sijahudhuria hivyo vikao, lakini vikao vya huku chini watu wengi wanaohudhuria watakuwa mashuhuda kwamba unaulizwa tukupe namba ya mwamuzi. Si kwamba upewe namba ya mwamuzi ili uweze kuzungumza naye na kujua ni kitu gani, lakini unatakiwa wewe mwenyewe ukishasikia hivyo unajua ni nini ambacho kinaendelea, kwamba unapaswa kuwasiliana na mwamuzi ili uweze kupata haki yako, au kama sio haki basi upate na upendeleo, kwa sababu pia unaweza ukaonana na mwamuzi na akakupatia ile haki ambayo unastahili, lakini pia unaweza kuwasiliana na mwamuzi na akakupendelea kwa kile ambacho unastahili. Kwa hiyo waamuzi wanaanza kukuzwa kwa namna hiyo. Yaani mifumo ipo hivyo. Kwa hiyo mwamuzi anaingia kuanzia chini, anaona kwamba ile haki inapaswa kununuliwa. Na ikiwa hutachukua hiyo namba na hautawasiliana naye, basi ataenda kukuonesha kwamba hii haki inauzwa hata kama ni ya kwako. Kwa hiyo atakwenda kufanya chochote kinachowezekana ili mechi inayofuata akushawishi na wewe ufikirie kwamba japo na kutengeneza timu tunapaswa kuwa tuna mawasiliano pia na waamuzi kuona haki yetu tunaipataje. Kwa hiyo anakuwa hivyo mwamuzi. Kwa hiyo usitarajie kwamba kadri anavyokuwa kile kitu kinabaki pale. Kingekuwa kitu kile hakipo uko juu, hata wa chini sidhani kama wangekuwa wanakianza kukipractice. Kwa hiyo tukienda kwenye mifumo, tunaona mifumo yetu imewekwa kwa minajili hiyo. Yaani ina mianya mingi ya rushwa na upangaji wa matokeo. Huku juu ni matokeo ya namna ambavyo tumewazalisha. Lakini kwa nini faida zinapata timu nyingi lakini Simba na Yanga ndo zimekuwa zikifaidika zaidi? Simba na Yanga zinafaidika kulingana na ushawishi wake kwenye jamii. Yaani kuna pande mbili kwenye michezo. Zipo ambazo zinahakikisha zinaipambania Yanga inaweza kupata matokeo, lakini zipo zinazohakikisha zinaipambania Simba. Sasa inategemea ni nani amekaa kwenye mamlaka. Kama amekaa kwenye mamlaka amevaa jezi yake nyekundu na nyeupe, kwanza yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha nyekundu na nyeupe haifeli kwenye kila jambo. Na kama amevaa kijani na njano, naye yupo kwa ajili hiyo. Kwa hiyo unazikuta ndo maana hata hawa waamuzi wanavyokuwa recruited, influence ya Simba na Yanga pia ni kubwa sana kuwatafuta hao waamuzi na kuwapata. Na kwa sababu hata wao wanajua huyu wa kwetu sio wa kwetu. Na wanapokwenda pia kwenye kuchezesha mechi, wao pia wana influence kubwa ya kuinfluence mwamuzi gani anakuwepo. Kwa hiyo kwenye kamati ile ya waamuzi, kwenye waamuzi wenyewe, wao pia wanajuana nani Simba nani Yanga. Mimi ninachokiona hapa si kubadilisha waamuzi, ni kuanza watu
uadilifu. Uadilifu kwa maana wewe umekabidhiwa mamlaka ya kuongoza chombo, unapaswa kuvua jezi hizo za Kariakoo na kuvaa jezi ya taifa. Kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya taifa kuhakikisha nawezaje kusukuma ili gurudumu. Kwa hiyo linapokuja jezi ya taifa, hautataka kuona kati ya njano na nyekundu au kijani na nyeupe nani anafanikiwa. Wewe utaona mwenye uwezo ambaye kajiandaa vizuri aende afanikiwe. Kwa hata waamuzi tunaweza tukawa tunawalaumu, lakini unaweza kuta ni msukumo kutoka ndani, namna gani unachezesha mechi na unapewaje mechi. Yaani unawezekana ukawa haupati mechi kwa sababu kuna baadhi ya vitu vya watu huwezi kuvisimamia vizuri, na unawezekana wewe unapata mechi mara kwa mara kwa sababu maelekezo mengi wewe umekuwa ukiyatekeleza. Kwa hiyo hawa ni kama mbuzi tu wa kafara ambao wanatolewa ili achinjwe jambo lifanyike, lakini mwisho wa siku mfumo mzima ndio uko na hiyo mianya ya upangaji wa matokeo na rushwa mchezoni. Kumekuwa kuna malalamiko mengi, japokuwa yanakuwa yale ya chini chini. Utakuta kwenye mitandao ya kijamii watu wana comment, huyu mwamuzi wa Simba, huyu mwamuzi wa Yanga huyu, kwa sababu wanajua kabisa huyu akicheza Yanga inapata matokeo, huyu akichezesha au huyu amekuwa akichezesha mechi nyingi sana za Simba au Yanga. Hii inakuwa imekaaje? Ndio tunarudi kule kwamba hata wanaopanga nao wako wanaendeshwa na hizo hisia. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanampanga mtu bana, wewe tembea na timu fulani, kwa sababu wanaamini akienda na hiyo timu basi mrejesho unakuwa ni mzuri. Kwa hiyo ndio unaweza kuona mwamuzi mmoja timu za ligi kuu zipo nyingi, lakini amechezesha timu moja mechi 12 kwenye kati ya mechi 30, na wengine amewachezesha moja. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini ni mwamuzi mzuri sana, au na kila mechi akichezesha anaacha habari. Yani yeye ndo anakuwa nyota wa mchezo. Hata yale magoli yalofungwa wachezaji hawazungumzi, anazungumzwa yeye, lakini bado anapewa mechi za timu hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna msukumo fulani ambao hata wanaosimamia nao wanapambania hizo jezi mbili za Kariakoo na sio mpira kwa ujumla. Kuna mjadala mmoja nilikuwa nausikiliza, wakawa wanazungumzia waamuzi, na moja kati ya kitu ambacho walikuwa wanasema ni malipo madogo ya waamuzi. Unakuta mwamuzi hapa ni mwalimu wa shule ya msingi, lakini pia huku ni mwamuzi. Kwa wanasema ile kupewa pesa ndogo, malipo madogo yanachangia sana kwa wao kuwa na hizo tabia. Je, ni kweli kwa ulivyokutana huko chini ambao umewaona, kwa mfano ambao umetolea? Kiukweli hauwezi kukwepa kwamba kipato pia huwa kinamuingiza mtu kwenye tamaa, japo huwa kipato hakijawahi kutosha. Yaani leo hii ukiwa unamlipa mwamuzi wako 200,000, akija mtu akimpa 3,000,000, haiwezi kuwa 200,000 ni nyingi. Ukiwa unamlipa mwamuzi wako 5,000,000, akija mtu mechi moja akatoa 20,000,000, bado atakuwa amemuingiza kwenye mtihani. Kwa hiyo hatuwezi kukwepa kipato, lakini hatupaswi kukiona kama ndo sababu ya mwamuzi kuingia kwenye vishawishi vya kula rushwa. Umezungumzia waamuzi wengine wana ajira zingine mbali na mchezo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwenye ajira zao pia ndivyo ambavyo wanaishi kwa sababu kipato hakiwatoshi? Sio kweli. Kwa hiyo ni kuona namna gani watu wanakuwa waadilifu. Kwanza uadilifu, alafu then haya maslahi hata yakiboreshwa, kupigia kelele ya boreshwa ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu tunasema mfumo mzima ndo unapelekea hivi, kwa sababu mwamuzi anapangiwa mechi kwenda kuchezesha Kagera, lakini hakuna mtu anajua mwamuzi anafikaje Kagera. Yaani katika wale walompangia hawajui huyo mwamuzi yuko wapi na sasa hivi ana kiasi gani cha kumpeleka Kagera. Kwa hiyo ukishampangia mwamuzi mechi, yeye sasa anatakiwa kufika kituoni na yeye bado anapenda kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo atachokifanya ni kuwasiliana na mkoa wa Kagera kwamba bana, mimi ndo mwamuzi natakiwa nije. Mkoa ukishawasiliana, mkoa utawasiliana na klabu yake, bana kuna mwamuzi fulani anatakiwa kuja hapa. Kwa hiyo basi taambiwa tu bana, nenda sehemu fulani kachukue tiketi, watamlipiwa hoteli, atafanyaje, kwa sababu nyie mlompangia mtaki kujua mwamuzi wenu anasafirije, anaishije. Kwa hiyo cha kwanza ambacho wangeweza kuanza nacho ni kuwa na utaratibu mzuri wa waamuzi kutoka kituo kimoja kwenda kingine, na wakifika pale kupata huduma ambayo inastahili kumfanya walau awe na kiburi hata cha kukataa ya zile vitu ambavyo wanaambiwa, kwa sababu mwisho wa siku
moyo ukishaufanyia wema wenyewe unataka kutoa shukrani. Sasa shukrani inakuwa ni wapi? Ni kiwanjani. Kama mimi nimekufadhili wewe kusafiri kwako, kula, kulala, kuishi na posho ya kurudia nyumbani. Sasa wewe unanilipa nini? Kwa hiyo unaweza kuona wanaosimamia wametengeneza mazingira ya rushwa na upangaji wa matokeo yawe mepesi. Yani wamerahisisha sana vitu kiasi kwamba waamuzi mimi nawaona ni sehemu ya mwisho kabisa kwenye kubeba lawama hii. Tutoke hapo dabi ya Kariakoo sasa ilikuwa kama utani, lakini mambo yanaonekana kuwa yameiva sana, kwamba watu mwanzoni walikuwa wanajua Yanga wanatania, lakini Yanga wanaonekana sasa kuamua kufanya maamuzi yao kwamba hawachezi. Vipi hii unaionaje? Kama dabi isipochezwa nini kitatokea? Na je, Yanga wanatafuta nini hasa ili kuhakikisha kwamba kile ambacho wanakisema kinakamilika? Mimi nadhani kwa Yanga wenyewe toka baada ya mechi kuahirishwa, wao walishasema mechi wameimaliza, na mara zote wamekuwa wakisisitiza hilo kwamba mechi wameimaliza. Kwa muda wote ambao mimi nilikuwa naona sakata hili, nilifikiri labda kuna mazungumzo yanaendelea, na nilipoona bodi imekuja kusema mechi tarehe 15, nilidhani kwamba tayari walishamaliza yale malalamiko na zile fafanuzi ambazo Yanga walikuwa wanazihitaji. Kwa kuamua kutumia tu nguvu na kusema mechi inachezwa, nadhani nguvu ingetumika tarehe 8 leo tusingekuwa tunaongea kwamba bana mechi itakuwepo, ambaye hatokuja sisi tutaendelea na taratibu zetu. Nadhani kwa wakati ule ndio ilikuwa itumike hiyo nguvu, kwa sababu hata ukiangalia vitu ambavyo Yanga wanahoji bado unaona majibu hayajapatikana. Bodi ya ligi barua yake ilikuwa inaonyesha mechi imeahirishwa, na kwa sababu ilikuwa ni kutokana na kuonekana mazingira ya rushwa na usalama. Lakini ukiangalia nani alilalamikia hivyo, Yanga ndo wanahoji kama Simba alilalamikia vitu vingine, lakini mechi imeahirishwa kwa vitu vingine. Kwa hiyo wao wanachokiona ni kama wao hawakutendewa haki, na kwa sababu hawakutendewa haki wanasisitiza kama mechi haikuchezwa, nani amewajibika, nani ameadhibiwa, nani alisababisha mechi isichezwe? Mpaka sasa hivi majibu hakuna. Kwa hiyo mimi naona Yanga wanaendelea kukisimamia hicho, na kama watafanikiwa kukisimamia, wanawezekana wakawa wametoa ujumbe mzuri sana kwenye mpira wetu, kwa watu sasa kuanza kutoka kwenye kufanya kazi kwa kuzoea na kufanya kazi kwa kufuata taratibu ambazo wamejiwekea. Ukiona sasa hivi bodi ya ligi wanatangaza mechi ipo, Yanga wanasema hatuchezi. Kwa hiyo hata kwa wadhamini hawajui sasa hivi wanafanya nini. Kwa mfano wadhamini ambao wao wana haki ya kuonesha hayo matangazo, wanawauziaje watu hiyo package ya hiyo mechi ambayo huyu anasema ipo, huyu anasema haipo? Kwa hiyo na wao wanaonekana sasa ni matapeli, kwamba unasema mechi ipo, ambaye anatakiwa kucheza anasema haipo, wewe unatuambia ipo na unatuuzia hiyo mechi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza kuitingisha ligi yetu kama mechi haitachezwa, kwa sababu mpaka sasa hivi ambaye anapanga mchezo ni bodi ya ligi, na wao wamesema mechi ipo, ila tukiwaangalia Yanga wanasema mechi haipo. Yani sawa, unaona sasa ni kama mzazi, na kutoa mfano ambao mtu anaweza kuelewa, ni kama mzazi ambaye ana binti yake, anasema wewe utaolewa, binti anasema mimi ndo hakuna. Au unasema kijana wangu wewe utaoa, na yeye anasema bana mimi siko tayari kuoa na sioi. Kwa hiyo sasa mnaandaa mipango ya harusi, na bwana harusi yeye anajiandaa, hana mpango wote, anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani familia inakuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo na hii ya bodi ya ligi na Yanga, nadhani kwangu mimi nidhani kabla ya wao kutoka walitaka kuwa wameshamaliza zile tofauti na sintofahamu ambazo Yanga wako nazo na kuridhiana, kwa sababu mimi naamini hata Yanga wanataka kuona mechi ikichezwa, lakini inachezwaje ndio ambako hawajafikia kwenye huo mwafaka. Na kama watafikia, mimi naamini Yanga ni klabu ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira na mechi itachezwa, lakini sioni kwa hii mvutano kama kutakuwa na mechi, kwa namna ambavyo Yanga wamesimamia na bado bodi ya ligi hawajatoa majibu. Kwa haraka sasa zimebaki siku kama 10 hivi ili mechi ichezwe. Nini kifanyike? Saizi nadhani ni kuchutama na kuona namna gani wanaweza wakakaa, yani kwa maana bodi ya ligi na wale ambao wanaongoza mpira kuangalia kwani Yanga shida yenu ni nini. Hapo tukishataka kujua shida yenu ndipo ambapo tunaweza kwenda kwenye utatuzi.
kuliko kuwaona kama nyie mnapiga kelele na sisi tutaendelea na mambo yetu kama ambavyo yapo. Na mwisho wa siku itakwenda itapita tarehe 15. Waathirika wakubwa watabaki kuendelea kuwa ni mashabiki wa mchezo wenyewe ambao wameshauziwa baadhi ya package nyingi kuhusiana na mechi hiyo, na mechi haipo. Mwisho wa siku ni kuwapoteza watu ambao ilitumika nguvu nyingi sana kuwavuta kwenye mchezo, kuanzia wadhamini pamoja na mashabiki wenyewe. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa inaonekana imetulia, watu wanaweza wakapanga mipango ikapangika, lakini kwa tukio hili linaweza likaturudisha hatua nyingi nyuma. Kwa hiyo kama viongozi wanaweza, bado muda upo, wanaweza kukaa na Yanga na kuwasikiliza shida yao na wao kuwaambia nini ambacho wanaweza wakafanya ili mechi iweze kuchezwa, kwa sababu ligi haiwezi kuisha kama baadhi ya mechi hazitachezwa. Lakini pia umesikia kuna baadhi ya watu wanafikiria kwenda mahakamani, sehemu ambayo pia itachelewesha mambo mengi kuweza kufanyika, na kama mechi hiyo tarehe 15 italazimisha Yanga kutokuendelea na mechi zingine, ni kuvuruga tu ligi, kitu ambacho sidhani kama kuna mwanamichezo angependa kuona ligi inaenda kwenye nyakati hizo. Amri, mimi nikushukuru sana. Karibu. Mtazamaji, huyo ni Amri Kiemba na ameweza kuzungumza mambo mengi ikiwemo issue ya dabi ya tarehe 15, lakini bila kusahau issue nzima ya waamuzi. Anakuambia tatizo la waamuzi halijaanzia kwao, tulimeanzia tokea chini. Mimi ni Victoria Melkiadi, nyuma ya kamera alikuwa Khatib Nyembe. Nikutakia utazamaji mwema, asante.